Naam, hujambo mtazamaji wa Baria TV. Karibu katika makala hii ikitujuza jinsi majasusi na makomando wa Marekani walivyomnasa Maduro. Mwandaji wa makala hii ni Mikaeli Kabugu Manganyi Msindi, na akiwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii na mtafiti wa masuala ya historia, pia akiwa kama mjumbe mwandamizi wa Jumikita. Jina langu mimi ni Friday Mwankomare. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mke wake Cilia Flores walikamatwa na Marekani baada ya shambulio kubwa la kijeshi nchini humo. Kulingana na taarifa za rais wa Marekani Donald Trump, anasema kuwa operation hii ilifanywa kwa ushirikiano na vyombo vya sheria vya Marekani na kwamba Maduro na mke wake wamehamishiwa nje ya nchi. Mlipuko uliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Caracas asubuhi ya Jumamosi 3 Januari 2026, ikiwamo kambi za kijeshi na Fuerte-Tiuna. Sehemu kadhaa jirani hazina umeme, huku taarifa zisizo rasmi zikisema ndege zilikuwa zikiruka juu ya jiji. Hadi sasa idadi ya waliopoteza maisha haijulikani. Trump alithibitisha operesheni kupitia mtandao wake wa Truth Social, akisema Marekani imetekeleza shambulio kubwa zaidi. Trump alithibitisha operesheni kupitia mtandao wake wa Truth Social, akisema Marekani imetekeleza shambulio kubwa dhidi ya Venezuela na kiongozi wake Rais Nicolas Maduro, ambaye pamoja na mke wake amekamatwa kuhamishiwa nje ya nchi. Operesheni hii ilifanywa kwa ushirikiano na vyombo vya sheria vya Marekani. Taarifa zaidi zilitolewa. Maduro ni nani na kwa nini alikamatwa? Nicolas Maduro alipata umaarufu wake chini ya utawala wa Rais Hugo Chavez na alichukua urais mwaka 2013 baada ya kifo cha Chavez. Katika uchaguzi wa 2024, Maduro alitangazwa mshindi licha ya upinzani kudai kuwa mgombea wake Edmundo Gonzalez alikuwa ameshinda kwa wingi. Kwa miezi kadhaa, majasusi wa Marekani walikuwa wakifuatilia kila hatua na nyendo za rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kulikuwa na kikundi kidogo cha majasusi kilichofanya kazi pamoja na chanzo kimoja cha ndani ya serikali ya Venezuela. Walimfuatilia Maduro mwenye umri wa miaka 63 kwa kila hatua. Walijua wapi analala, anakula nini, anavaa nguo gani, na kwa mujibu wa maafisa wa juu wa jeshi, walijua hadi wanyama wake pendwa aliwafuga nyumbani kwake. Baada ya kukusanya taarifa zote hizo za kijasusi, kilichofuata kikawa ni kukamilisha mpango wa kumkamata. Hilo lilitekelezwa mwanzoni mwa mwezi Disemba mwaka 2025. Operesheni ya kijeshi iliyopewa jina la Absolute Resolve ilisukwa na umakini mkubwa. Hata hivyo, ilikuwa ni matokeo ya miezi ya kujipanga na mazoezi ya kijeshi ya kina ambayo yalijumuisha wanajeshi wa vikosi maalum. Kwa mujibu wa maafisa wa juu wa jeshi, walitengeneza na nyumba yenye ulinzi mkali ambayo Maduro alikuwa Caracas ili kufanya mazoezi ya namna watakavyoivamia na kumkamata na kuondoka naye. Naweza nikasema bahati nzuri ama neema ya Mungu, usiku wa Ijumaa ulipofika, amri ya mwisho ya uvamizi katikati, kilichofuata ilikuwa ni operation iliyochukua saa 2 na dakika 20 na kutekelezwa kutokea angani, ardhini na baharini. Majirani wa Venezuela na washirika wake wa muda mrefu, Urusi na China, wamekosoa hatua za Marekani wakihofia kwamba zinakiuka sheria za kimataifa na kuweka mfano hatari. Hata hivyo, baadhi ya washirika wa Marekani kama Uingereza, Ujerumani na Ufaransa walikuwa makini katika majibu yao na kuepuka makosa moja kwa moja. Kwa hiyo Uchina na Urusi zinaweza kutazamaje hali hiyo na inaweza kuathiri vitendo vyao? Ikiwa Marekani inajitathmini haki ya kutumia nguvu za kijeshi kukamatwa viongozi wa kigeni wanaoshutumiwa kwa uhalifu, ni nini kinazuia China kudai mamlaka sawa juu ya uongozi wa Taiwan? Seneta wa Marekani Mark Warner aliuliza. Aliongeza kwamba kanuni zinazozuia machafuko duniani na kutoa nafasi kwa serikali zenye mamlaka makali kiutawala. Hata hivyo, wataalamu wanasema hatua ya Marekani haimaanishi moja kwa moja kuwa China itachukua hatua kama hizo.
Hu Tianbun, profesa msaidizi wa chuo kikuu cha Nanyang, Singapore, alisema Wachina hawawezi kuunganisha moja kwa moja tatizo la Venezuela na la Taiwan. China haiwezi kuchukua hatua kwa sababu ya matendo ya Trump. Kwa nini Marekani ilitumia silaha ya sauti huko Venezuela? Madai ya kwamba silaha za kuzalisha sauti isiyojulikana ilitumiwa nchini Venezuela imezua uvumi kuhusu teknolojia ya kijeshi ya Marekani na madhara yake katika mwili wa binadamu. Akaunti ya mashuhuda wa walinzi wa Venezuela iliyosambazwa kwenye mtandao wa kijamii na katibu na waandishi wa habari wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, ilisema kuwa silaha hizo ziliwazumu wanajeshi wa Venezuela na Cuba kupiga goti huku wakitokwa na damu puani. Ingawa utawala wa Trump haujathibitisha ikiwa silaha hiyo inaweza kutumika, wataalamu wa ulinzi wanachukulia kinachojulikana cha sonic ambacho kimetumika kwa miaka mingi. Silaha hiyo inajulikana kwa jina, imefafanuliwa kama sauti ya aina tofauti kulingana na Mark Canthian, Lieutenant Kanali mstaafu wa wanamaji na mshauri mkuu wa kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa. Huenda maafisa wa Marekani walizitumia walipotua karakasi Venezuela na kuwaonya kuweka chini silaha zao. Siku chache kabla ya kutokea shambulio la usiku, rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikuwa akimpongeza mwenzake wa China Xi Jinping, akimuita kaka mkubwa na kumtaja kuwa na ujumbe wenye nguvu kama kiongozi wa dunia wakati wa kikao cha maafisa wa ngazi ya juu kutokea Beijing. China imewekeza kiasi kikubwa Venezuela, nchi yenye utajiri wa mafuta na washirika wake wa karibu zaidi Amerika Kusini. Vyombo vya habari vya serikali ya China vilionyesha picha za kikao hicho, wanaume waliovaa suti wakiwa wanacheka wakipitia baadhi ya makubaliano 600 yaliyopo kati ya nchi hizo mbili. Lakini picha iliyofuata ya Maduro ilionyeshwa hali tofauti kabisa, akiwa amefungwa macho na mikono, amevalia suti ya rangi ya kijivu akiwa kwenye meli ya kijeshi ya Marekani. China iliungana na nchi nyingine duniani kulaani hatua ya kushitua ya Washington dhidi ya taifa huru, ikilaumu Marekani kwa kuonekana kama hakimu wa dunia na kusisitiza kuwa huru na usalama wa nchi zote unapaswa kulindwa kikamilifu chini ya sheria za kimataifa. Hata hivyo, Beijing imefanya mahesabu makini, si tu kuhakikisha nafasi yake Amerika Kusini, bali pia kudhibiti uhusiano mgumu wa Trump na kupanga hatua zake zinazofuata, huku ushindani wa nguvu kati ya Marekani na China ukipata mabadiliko yasiyotarajiwa. Wengi wanaona hili kama fursa kwa viongozi wa kikomunisti wa China. Nicolas Maduro alikuwa bado hajatua Marekani baada ya kukamatwa kwake Venezuela, wakati Donald Trump alipoonya kwamba Mexico na Colombia zinaweza kuwa shabaha zinazofuata katika kampuni yake dhidi ya dawa za kulevya. Kuhusu jirani yake wa mpakani, alisema kuwa hatua hiyo inapaswa kuchukuliwa na Gustavo Petro, rais wa Colombia. Alionya kwamba achunge baada ya kumshitumu kwa kutengeneza cocaine na kutumia nchini mwake. Marekani iliwasilisha jeshi kubwa katika visiwa vya Caribbean na karibu na Venezuela Agosti mwaka jana 2025 ili kukomesha, kulingana na Washington, biashara ya madawa ya kulevya kutoka nchi ya Amerika Kusini, ambayo inashutumu kuwa msingi wa genge la Cartel of the Suns, shirika la kigaidi la dawa za kulevya linalodaiwa kuhusika na jeshi la Venezuela na linaongozwa na Maduro. Vikosi vya jeshi la Marekani vimekuwa vikishambulia kwa mabomu meli zinazoshukiwa kusafirisha dawa za kulevya katikati ya miji ya Amerika Kusini kwa miezi kadhaa na kusababisha vifo vya watu 110. Kwa mujibu wa katiba ya Venezuela, ni jukumu la makamu wa rais kuchukua madaraka
endapo rais hayupo. Wengi wachunguzi wa Venezuela walitarajia matokeo ya moja kwa moja ya uingiliaji wa Marekani yanayoonekana kwa njia tofauti. Kwa taswira ya mambo, uamuzi wa mahakama kuu ya Venezuela kwamba Delcy Rodriguez ndiye rais wa muda wa nchi hiyo unaonekana kama hatua ya kimaelezo. Wakati wa karne ya 19, Venezuela ilikumbwa na msukosuko wa kisiasa na utawala wa kidikteta. Iliendelea kutawaliwa na madikteta wa kijeshi kikanda hadi katikati ya karne ya 20. Tangu mwaka 1958 nchi hiyo imekuwa na mfululizo wa serikali ya kiraia za kidemokrasia hadi miaka ya 2010, kama ubaguzi ambao eneo kubwa lilitawaliwa na udikteta wa kijeshi. Kipindi hicho kulikuwa na sifa ya ustawi wa kiuchumi. Mgogoro wa urais wa Venezuela ulikuwa mgogoro wa kisiasa kuhusu uongozi na ni nani anayeshikilia wadhifa huo uliendelea kubishaniwa hadi Januari 5 mwaka 2025. Ilianza wakati bunge la kitaifa lenye wabunge wengi wa upinzani lilipotangaza kwamba uchaguzi mpya wa Nicolas Maduro wa 2018 ulikuwa batili, na chombo hicho kikamtangaza rais wake Juan Guaido kuwa kaimu wa rais wa nchi hiyo. Mwandishi wa makala hii ni Mikaeli Kabugu Manganyi Msinde, na akiwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii na mtafiti wa masuala ya historia, na pia mjumbe mwandamizi wa Jumikita, na msomaji wako mimi ni Friday Mwangomare. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.